Tuelekee kaunti nambari 1 tena ambapo mvua kubwa inayoendelea huko Mombasa imesababisha mafuriko katika eneo la Bamburi ambapo biashara nyingi zimeathirika na zahanati kusalia kufungwa pamoja na kituo cha polisi cha Kazandani kukosa kufikiwa kutokana na mafuriko katika sehemu hiyo. Ndio taswira katika barabara nyingi mjini Mombasa. Maeneo ya Bamburi, Kazandani, magari yakipata ugumu kupita katika sehemu hii. Katika maeneo ya Ziwa la Ng'ombe, wakazi pia wanalalamikia athari za mvua iliyoanza kunyesha mwendo wa saa 10 usiku wa kuamkia leo. Imekuwa kama ziwa, watu hata wengine itabidi tuwatafutie flota na za kuogelea pale sababu watu wanapata shida kubwa sana. Kama unavyoona pale, mimi ni fundi, maji imejaa, kazi hamna. Sasa tumebaki tu kukaa nikifagia tu. Unavyoona na huku hakuendeki kabisa. Nataka kwenda hospitali ni shida. Nilikuwa nakuja vizuri lakini nilikuwa na gari kazama huko, imebidi nitumane bike, nichukue bike ile nimpelekee customer wangu hizi magasi. Kituo cha polisi cha Kazandani lango limesalia wazi. Hakuna aliyefika kupata huduma kituoni kutokana na mvua na mafuriko, kwani barabara ya kuingia hapa imefurika. Mzee wa mtaa akitaka hatua za haraka kuchukuliwa. Maji yamekuwa mengi na zidi barabara ilipotengenezwa maji yalikuwa yanajaa kule. Sasa yote yamerudi hapa. Gari ikipita hapa maji yanakimbia karibu kufika kwa geti ya polisi. Hata ukuta wa polisi uje ujengo. Polisi imekaa wazi kama uwanja wa mpira. Tafadhalini wanaohusika, njoni tukae chini tumalize hii shida. Hii jamani, once and for all. Tunakaa kama tuko kwetu. Hai jamani, na tuko Kenya yetu, Mombasa yetu. No, it's too much. Ni aibu. Kitu ya pili ni pia naomba hawa watu wanaweka nyumba kwa mabarabara, najua wanalipa county na county pia inajua vile nyumba ziko pale. Sasa county shirikiane na hao waweze kutengeneza drainage alizo watu waweze kupita mzuri na wasipate shida mazee. Wanawake hawa wamelazimika kurudi nyumbani baada ya kukosa huduma katika zahanati ya Ziwa la Ng'ombe. Niko mgonjwa, nimetoka pale hospitali, nilikuwa naenda kudungwa shindano, lakini haya maji ni mengi, maji ni machafu. Mwenyewe nimeumia mguu, ndo huo mguu tena nimekanyaga hayo maji. Hapa kuna hatari kubwa sana, kwanza kwa watoto. Mtoto akaanguka pale sasa hiyo wafa. Hata mtu mzima akaanguka pale wavunjika mguu. Hospitali kitu ya kwanza haiwezi fanya kazi. Hata wale wanaenda kule ukiona wanakuja vile, hata madaktari kuingia ni shida. Hawezi fanya kazi. Madhara mengine ni hizo choo zimefurika kwa vile nyumba nyingi hapa vyoo viko juu. Wakazi wamelazimika kutembea katika maji, waendesha mikokoteni pia wakitaabika, pamoja na wafanyabiashara hasa wenye magari wanaodai yamekwama au kuharibika kutokana na mvua inayoendelea kunyesha. Kuna watu wamekwama ndani ya nyumba, hata ukiona pale au wamama bado wamekwama. Hata hao ndio wamenielekeza nipite hii barabara. Hata wameniambia niachane tu na hiyo gari kabisa. Tafadhali wanaohusika waje waone kuna njia ya kurekebisha. Kuna mtaro unapeleka pale kwa Njuka. Kama wakija hapa tujalidiane, tusaidiane hapa kwa muhindi kukatwa kando, maji yaende huko. Tunateseka. Baadhi yao wamelazimika kuabiri bodaboda na wengine kutembea pembeni ili kufika mjini kwa shughuli za siku. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.